na Mungu anakuja ili akutoe hapo, akubadilishe hapo. Ni kweli kwenye ukoo wenu hakuna mtawala, hakuna kiongozi kama alivyokuwa Daudi kwa mzee Yese, lakini Mungu akamchagua Daudi, akamtengeneza Daudi, akasema nitafanya agano langu thabiti na wewe, kwako atatokea mtawala. Na ndiko Yesu alikotokea. Alimwambia Ibrahimu, toka kwenye nchi ya baba yako, nitakufanya wewe wa taifa kubwa. Kuna mpaka lazima uchowe kati yako na familia uliyotoka, kati yako na ukoo uliotokea. Mungu aanze na wewe. Hakuna alifanikiwa kwenu, Mungu aanze na wewe. Agano jipya la ustawi na mafanikio. Usije ukafikiri kufanikiwa kwao kuna watu na fulani wanasema uko ni masikini, yeye nani afanikiwe? Ndio maana shangaa unapiga hatua kubwa, unarudi pale pale. Unafanya hicho, unarudi pale. Hujajua kuna watu wanasaga meno, yeye ni nani? Yesu alisema adui za mtu ni wale wa nyumbani, hawatoki mbali. Hii ni upande wa baba yako au mama yako. Kabla hujazaliwa na mama yako, mama alikuwa kivyake, baba yako alikuwa kivyake. Pindi walipokutana waliungana. Amen. Vya ukoo wa mama yako na vya ukoo wa baba yako vikaimechi. Maanake wewe umezaliwa umevibeba vya mama yako na baba yako. Hilo nielewe. Tulipofikisha hapo basema hawa si wawili tena, ni mwili huu. Sasa kama ni mwili mmoja, maanake huyu alivyokuwa navyo vya ukoo wao na huyu vya ukoo wao umefanyaje? Wameviunganisha. Sasa kama huku kuna uchawi, kuna umaskini, wameunganisha. Ndio maana wengi baada ya kuolewa alikuwa na mafanikio, yamefanyaje? Kwa nini? Kakutana na nzito ya mwenzake, agano la umaskini. Mambo yanaanzia pale. Kuna mwenendo unao, kuna maisha unayo, si ya kwako. Chanzo ni nini? Chanzo ni nani? Chanzo hicho wewe ndio jukumu la kwenda kushughulikia. Umekiona kidole hiki? Weke hapa, fanya hivi kwa kitovu chako. Sinaita nini? Sema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Asante kwa damu ya mwana kondoo. Asante kwa damu ya mwana kondoo. Asante kwa damu ya mwana kondoo. Asante kwa damu ya mwana kondoo inayonena mema kuliko ya Habili, kuliko ya Habili. Damu hiyo ya Yesu leo hii ikanitenganishe na kila agano na kila chanzo cha matatizo kwenye familia, kwenye ukoo. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Unganiko lolote la kiroho ambalo ni baya, upande wa baba, upande wa mama, upande wa babu, upande wa bibi, ukoo wa baba, ukoo wa mama, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ongeza sauti, sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ya kunyunyizwa, ya kunyunyizwa, ya kunyunyizwa. Nachia hiyo damu, nachia hiyo damu kwenye chanzo, kwenye chanzo, kwenye chanzo, kwenye chanzo cha changamoto tunayopitia kwenye familia na ukoo. Damu ya Yesu kwenye kitovu, kwenye kitovu, kwenye kitovu. Najitenga, najitenga, najitenga na ule uovu wao,
najitenganisha na magonjwa yao, najitenganisha upande wa baba, upande wa mama, najitenganisha. Sema najitenganisha, sema najitenganisha, sema najitenganisha kwa damu ya Yesu. Agano la kipofu leo nalivunjike, leo nalivunjike. Sema livunjike, sema livunjike, livunjike kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uovu, kila changamoto, kila matatizo leo najitenganisha, leo najitenganisha. Niliyoyarithi, niliyoyapokea kwa mama yangu, kwa baba, kwa babu, kwa bibi, kwenye ukoo, najitenga, najitenga na kwenda na damu, na kwenda na damu kwenye kile chanzo, kwenye kile chanzo, na kwenda na damu, na kwenda na damu, na kwenda na damu. Iwe ni madhabahu, ndiyo chanzo. Achilia damu, sema damu, damu, sema damu, sema damu. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu, sema damu ya Yesu, endelea kusema damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Endelea kuita, ita, ita. Yes, yes. Aha, aha. Damu inakwenda kushinda chanzo, chanzo. Wewe hujui walichokifanya, hujui walichokitenda, wewe unaamulia matokeo. Wana wa Israeli hawakujua, ni wazee wao walimuuza Yusufu Misri, waliambiwa ichinje mwana kondoo, waichote damu kwenye dima ya milango, Bwana atashughulika. Hawakujua chanzo, na wewe hujajua chanzo. Kwa nini uko Misri? Kwa nini uko kwenye mateso? Kwa nini uko kwenye laana? Kwa nini uko kwenye magonjwa? Wewe nyunyiza damu, wewe nyunyiza damu, wewe nyunyiza damu. Kansa ikaondoka, kisukari kinaondoka, shida inaondoka. Nyunyiza damu, nyunyiza damu, nyunyiza haya, nyunyiza damu, nyunyiza damu, nyunyiza damu, nyunyiza damu, nyunyiza, nyunyiza, nyunyiza. Hey! Damu inajua inachofanya. Wewe ikaona mwanzo kushangaa. Itashughulika na chanzo kwenye familia, chanzo kwenye ukoo. Wewe ikaona mtu. Wana wa Israeli hawakujua kwa nini wako Misri, hawakujua. Alimwambia Musa, watoe mwana kondoo, waichovye damu kwenye mabakuli, wakaweke kwenye miimo ya milango. Bwana anaiangalia damu, Bwana angalia damu. Iko damu, iko damu, iko damu. Anaelewa. Leo anatoka, leo anatoka, leo anatoka, leo anatoka. Unatoka, vyanzo vinashughulikiwa, vyanzo vinashughulikiwa, vyanzo vya ukoo, vyanzo vya familia, kwa baba yako na mama yako. Damu, iko damu, iko damu, iko damu, iko damu. Haya, damu. Wewe saidia pale. I told you. I told you. Hey, angalia kule. Iko damu, iko damu, iko damu. Nashughulika na vyanzo, na vyanzo, na vyanzo, na vyanzo, na vyanzo. Ni chanzo. Damu ya Yesu inaenda, damu ya Yesu inasafiri. Iko damu, weka damu, na iko damu, na iko damu.
kinaharibiwa, chanzo kinaharibiwa, chanzo kinaharibiwa, chanzo kinaharibiwa, chanzo kinaharibiwa. Ibada
iko matatizo yametokea, chanzo chochote cha matatizo yanayopitia kwenye ukoo baba Mwanilindi, ukoo mama Mwakifulefule, na kwenda kwa damu ya Yesu Kristo, na nyunyiza damu ya Yesu kwenye kile chanzo, kwenye ukoo baba, kwenye ukoo mama, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu. Walimshinda kwa damu ya Yesu Kristo, na sisi tunamshinda vyanzo vyao kwa damu ya mwana kondoo malisotaka nataka rokesete lisopakatayaka sherisopapapa lisopakatatata risotaka ropoposotokaka sheresekata losotata. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, na 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 ita damu ya Yesu ikashughulika na vyanzo vya matatizo kwenye ukoo wa baba, kwenye ukoo wa mama. Na ita damu ya Yesu, na nyunyiza kwenye kitovu, na ita damu ya Yesu kwenye kitovu, kwenye kitovu, kwenye kitovu, kwenye kitovu, kwenye kitovu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Wewe kisukari kwenye mwili wako, ninakuharibu kule ulikotokea, na haribu kule ulikotokea, na kuharibu wewe kisukari na kule ulikotokea, pale kwenye chanzo, mahali ulikotokea, ninapaharibu wewe kansa, ninakuharibu na mahali ulikotokea, ninakuharibu. Umetokea upande wa baba, ninakuharibu. Umetokea upande wa mama, ninakuharibu, ninakuharibu, ninakuharibu. Toweka, 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 toweka. Na nyunyiza damu ya Yesu kwenye kile chanzo, kwenye kile chanzo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Tunaagana na kila familia na ukoo. Hebu sema kwa damu ya Yesu Kristo, chochote kilicholisho ili kuimarisha agano, ndoto za vyakula, ndoto za vinywaji. Yesu alisema aulaye mwili na kuinywa damu ana uzima. Yesu, nilikunywa damu za watu, nilikula nyama za watu, waliingiza kwenye maagano yao bila kujua. Leo hii naita damu ya Yesu ikaharibu yale maagano, ikaharibu yale maagano, ikaharibu ile mikataba iliyoingia ya ukoo wangu, upande wa baba, upande wa mama, bila kujua, bila kujua. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, vyakula vya kichawi, vyakula vya kipepo, vyakula vya kuzimu nilivyolishwa
vilivyokula, vilivyogeuzwa, vilivyobadilishwa, vilikunywa maji, kumbe ni damu. Leo kwa agano la damu ya Yesu, ewe kinywaji cha kichawi, chakula cha kichawi, Tuweka kwa jina Yesu, vidonda vya tumbo ambavyo chanzo ni vyakula vya kichawi, leo kwa jina Yesu vifupike, viyeyuke. Vidonda vya tumbo vya kichawi, leo ninakuagiza kwa jina Yesu, toka, yeyuka kwa damu ya Yesu, tumbo kujaa gesi, vyakula vya kichawi vinavyojaza tumbo leo na viharibu kwa damu ya Yesu. Sema nakunywa damu ya Yesu, ikaharibu hicho chanzo, kinaharibiwa kwenye familia, kwenye ukoo, kinaharibiwa. Sema ewe chanzo cha changamoto yangu, ninakuharibu. Sema nakuharibu damu ya Yesu. Wewe pepo, wewe mzimu, sema wewe mzimu, funga macho. Zinazokufuatilia mizimu ya mababu, nazungumza na mizimu, sizungumzi na wanadamu. Uliyekaa kwenye nafsi na kunyunyizia damu, uliingia kwake kwa sababu ya damu uliopewa na wazee wake, na mimi nakunyunyizia damu ya Yesu niliyopewa na Yesu. Nazungumza na huo mzimu, roho zinazofuatilia kwenye ukoo wako, ukoo mizimu, ndio piga kelele, toka. Agano lako limevunjwa. Nasema leo limevunjwa, leo sahi. Unanisikia? Sisemi na mwanadamu, nasema na wewe mzimu, roho inayomfuatilia huyu binti, chomoka. Yes. Ulipo nipo. Roho unayemfuatilia huyo mama
unayemfuatilia binti, kwa sababu ya agano la Ibrahimu, Isaka na Yakobo, alitokea Musa akasema mimi ni Mungu wa baba zako. Ewe roho chafu unayemfuatilia kwa sababu ya agano na babu yake na mababu, na kuagiza hii ni amri, ni amri, ni amri, ni amri, ni amri, ni amri. Ninaona kaburi, ninaona kaburi. Wanasema hapa ndipo tulipokubaliana. Nasema funika tu macho yako, tulia ulipo. Chanzo ni agano kwenye kaburi. Kaburi, wewe mfuatilia huyo kwa sababu ya agano la pale kwenye ile kaburi. Ni kaburi la babu, ni kaburi la nani? Iko damu ya Yesu. Nasema iko damu ya Yesu. Hilo kaburi ambacho chanzo cha kumfuatilia na haribu, na haribu. Yes. Unamfuatilia kwa sababu ya agano ulilofanya kwenye makaburi. Kwenye makaburi ninaona mbuyu. My God. Agano la kaburi. Fetuka. Na ni agano la kwenye makaburi. Agano la kwenye mbuyu. Naona mti mkubwa. My God. Ndio. Chanzo chako ni kwenye mbuyu. Ndipo anapokwenda kuimarisha agano mwaka kwa mwaka. Ndipo anakwenda kumwaga damu ili kuendelea kushikilia ule ukoo, ile mizimu iwe na nguvu ya kuendelea kuwashikilia, kuendelea kuwatawala. Na pasua ule mbuyu, na pasua ule mbuyu, na pasua lile kaburi, na lipasuke. Wewe uliingia ndani yake, unayefuatilia kwa sababu ya kaburi, agano kwenye kaburi, agano kwenye mbuyu, pasuka. Napiga lani. Pasuka. Ukoo umefungwa wapi? Ninaona jiwe sehemu kama kwenye milima, wameweka unga, agano la milimani. Walikofanya agano kwenye milima, naonyesha jiwe walikwenda kutambika kwenye milima. Milima. Namwona babu Kikonga ameshika kuku mzee sana, anateremka kwenye maji yanayotembea, ni mtome.
nimtoe. Unayeotaka ndoto upo mtono. Unaota ndoto uko mtono, mara nyingi uko mtono ndiko likofungwa, ndiko agano likofungwa. Yesu achia huyo mtu, achia huyo mtu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka kwa mtoto huyu, toka kwa mtoto huyu, na vunja agano lake na huyu, agano lako na binti. Vunjika kwa jina la Yesu. Ilo agano liharibiwe sahihi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. La familia na ukoo wako, vunjika enyi miungu ya ukoo. Yes, ndio. Achia mtu, achia huyo mtu. Agano lenu naye limevunjika leo, agano lenu limevunjika leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu. Agano lenu limevunjika leo kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu limevunjika kuanzia leo. Roho ya maisha yako leo. Agano lote kwenye ukoo wa Muhina utewe, 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 utewe. Utengwe kwa jina la Yesu Kristo. Tengwa leo kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho za kurudisha nyuma, kila roho za kukukwamisha, usipige hatua na kutenga kwa damu ya Yesu. Utengwe kwa damu ya Yesu, utengwe kwa damu ya Yesu. Tengwa na ukoo wa mtove, tengwa, tengwa, tengwa na mizimu ya mtove, tengwa kwa jina la Yesu. Mkumbo, tengwa kwa damu ya Yesu, tengwa kwa damu ya Yesu, tengwa kwa damu ya Yesu, tengwa
kutengwa kwa damu ya Yesu, na kila agano la uharibifu, kila agano la uharibifu kutengwa, kutengwa. Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu nakutenga chanzo chochote cha matatizo ya familia na ukoo, na haribu kwa changamoto iliyorudia ya matatizo na maradhi. Leo nakutenganisha nazo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yes, kwa damu ya Yesu. Ndio, ni kwa damu ya Yesu. 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 Na kuweka mbali kila changamoto ya kujirudia kwako, na kuweka mbali na kila kifungo alichokufunga ya kukalia vikao. Bwana, karibu kile chanzo, na kwa mamlaka aliyonipa na kwenda kwenye kile chanzo, sababishi ya unayopitia, na haribu kwa damu ya Yesu, na haribu kwa damu ya Yesu, na haribu kwa damu ya Yesu, na waharibu kwa damu ya Yesu. Ndio mwana akiweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Kwa jina lake na kuweka huru, uwe huru kweli kweli. Yaharibu chanzo, shika tumbo lako mama, damu ya Yesu. Changamoto unazopitia, matatizo unayopitia, yalikotokea, aliyesababisha, vunjika kwa Yesu. Kila roho ya nyuma ya haya unayopitia, ambayo ndio chanzo, vunjika kwa Yesu. Yes, achia. Na kwa hiyo wewe ndiye chanzo, na kwa hiyo wewe simama kama chanzo. Vunjika, 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 toka, toka, toka. Ndio, na kwa hiyo wewe ndiye chanzo cha changamoto yake. Toka moto, toka moto, toka.